Mfalme wa utukufu, unastahili sifa na heshima. Alfajiri leo tena Bwana tunakutukuza na kukuinua katika jina la Yesu. Asante sana kwa sababu ya kila jambo ambalo Mungu mtakatifu umetutendea. Kwa kuwa ni kweli wewe ni Mungu na unasalia hivyo. Asante kwa kuwa pamoja nasi Bwana, kutulinda hata wakati huu. Ninakuomba Bwana uwe pamoja nasi tena Bwana katika alfajiri hii ya leo. Bwana ukiendelea kuzungumza nasi kwa utukufu mkubwa sana wa jina lako Mungu wetu. Baba, tupe kukuelewa, tupe Bwana tupe kuishi wewe Bwana vile utakavyo, tupe kuishi kile unachokitaka wewe Mungu mwaminifu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu sana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana mabwana, tunaomba neema yako, tunaomba uweza wako na nguvu zako Bwana Yesu. Na kuomba Roho Mtakatifu ukatamalaki mahali hapa Bwana, ukaendelee Bwana kuzungumza nasi katika jina la Yesu. Ninamkemea shetani mharibifu katika jina la Yesu. Hana mamlaka hata kidogo mahali hapa Bwana, wewe ndio unatamalaki na kutawala katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Hallelujah. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake katika asubuhi ya leo. Kwa neema yake amekuwa pamoja na sisi hata alfajiri hii. Yes, tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa hii ya pekee sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na mfululizo wa ujumbe unaosema kazi ya Yesu msalabani, na mambo kadhaa Mungu ametupa neema ya kuyaangalia. Na tunaposema kazi ya Yesu msalabani ni kusema ni ile kazi kwa ujumla ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Na nisingependa sana kurudi nyuma, lakini kwa faida wale ambao inasikana hatuko pamoja na wao jana na katika mfululizo mwingine, niseme hivi kidogo kwamba tumeangalia na tumeona kwa Roho Mtakatifu ametupa neema ya kuelewa kwamba kumpenda Yesu sio story, kumpenda Yesu si maneno, kumpenda Yesu wala hakudhihirishwi na wimbo, hakudhihirishwi na kuimba, lakini kumpenda Yesu hakudhihirishwi na utumishi. Yesu asifiwe. Ndio, nisema hivi, kumpenda Yesu hakudhihirishwi na utumishi hata kidogo. Na nitoa mfano jana nikasema kwamba mama au kwenye nyumba kunaweza kuwa na wanawake wawili. Kuna mama mwenye nyumba na kuna housemaid. Hao wote wanaweza kuwa wanafanya kazi tuseme wanasaidiana kumhudumia huyu baba na ile familia kwa ujumla. Na katika hii kuna wakati inawezekana nguo za baba akafua maid, na kesho kutwa nguo za baba akafua nani? Akafua mama. Lakini katika yote nataka kuzungumza hivi kwamba yule maid anafanya kazi si kwa sababu ya upendo wa kufanya ile kazi, si kwa sababu ya upendo juu ya ile familia. No, anafanya kazi kwa sababu yuko na uhitaji fulani. Sasa ni muhimu sana ukajua kwamba kule kufanya kazi pale yule maid hakudhihirishi upendo kwa ile familia hata kidogo. So yeye anafanya kazi pale kwa sababu ya uhitaji wake binafsi. Kwa hiyo nataka kuzungumza na wewe kwamba usidhanie kwamba kumpenda Yesu kunadhihirishwa, au upendo wako kwa Yesu unadhihirishwa na utumishi wako hata kidogo, hata kidogo. Upendo wako kwa Yesu unadhihirishwa na hiyo lifestyle, vile ambavyo unaenenda na mwenendo wako katika mwili, vile ambavyo unaenenda na maisha yako ya kawaida kule mtaani, yale maisha yako ya kawaida kule nyumbani kwako, maisha yako ya kawaida kule mtaani kwako, maisha yako ya kawaida kwenye ofisi yako, maisha yako ya kawaida kabisa kule kwenye vijiwe vyenu mnavyokutana huko na kule na kule. Huko ndo kunadhihirisha nini? Upendo wa Kristo. Kule unaenendaje, unaishije, huko ndo kunadhihirisha kwamba kweli unampenda nani? Unampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana, tumekuwa tukiangalia mambo manne ambayo yanadhihirisha au ishara nne ambazo zinaonyesha kwamba kweli mtu amempenda Yesu. Au usisahau jana nilisema na leo niseme tena kwamba Yesu naye anawapenda wale wampendao. Hapendi tu watu wenye mradi, no, naye anapenda wale wampendao. Na tumeona kwamba yeye yuko tayari kuwahudumia wote, na anawahudumia
wote. Yesu na atusaidie sana. Anawahudumia wote, lakini kwa habari ya kufanya kazi, anafanya kazi na wale wampendao, kwa sababu wampendao wana haya mambo manne ambayo tunayaangalia hapa. Leo tunaenda kuangalia jambo la 4, lakini muhimu sana ukajua kwamba kumpenda Yesu hakudhihirishwi na nyimbo unazoimba, hakutadhihirishwa na aina ya utumishi unaofanya katika nyumba ya Mungu au katika mwili wa Kristo, haitadhihirishwa na chochote kingine au na namna ambavyo unamtolea sadaka. Hapana, yani kumpenda Kristo Yesu hakutadhihirishwa na namna ambavyo unamtolea sadaka au utumishi mwingine wa aina yoyote. No, ila kumpenda Yesu kunadhihirishwa na lifestyle yako, mwenendo wako wa kawaida. Unapotoka kwenye kuta 4 za kanisa za jengo la kuabudia, unapotoka kwenye hizo kuta 4 ukaenda nje, nini unaishi, nini unafanya, hiyo ndio inadhihirisha kwamba unampenda Yesu ama vipi. Yesu na atusaidie sana. Na tena zaidi sana, kuna jambo jingine ambalo tutaliangalia mbele hapo kidogo, lakini naomba tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari 23 mpaka 24. Naomba fungua Biblia yako, kitabu cha Yohana Mtakatifu 16 23 24. Tutasoma hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la 4, wakati unafungua Biblia yako, jambo la 4 ni hili hapo kwamba tunapokuwa kama kweli tunampenda Yesu, tumuulize kwenye kila jambo, tumuulize kwenye kila kitu, tuwe na maswali kwake. Kwa lugha nyingine, tuombe kwenye kila jambo, maana wanadamu tuko na tofauti fulani hivi. Naomba tusome neno la Mungu hapa. Anasema tena nimesema ni 16 Yohana 23 mstari. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ombeni lolote nanyi mtapata. Anaposema ombeni lolote, anamaanisha kwamba kwenye kila jambo tuko na ruhusa ya kuomba. Maana wanadamu tuko hivi, Yesu na atusaidie sana. Wanadamu tuko hivi kwamba kuna mambo ambayo katika haya tunaona haya yanahitaji maombi, na kuna mambo ambayo tunaona kwamba haya hayahitaji maombi, kwa sababu akili zetu zinatuambia hiki ni kisichowezekana. Mpaka kuna watu wanasema hii ni madhabahu ya Mungu wa yasiyowezekana. Yani ukishasema ni wa Mungu wa yasiyowezekana, ni kusema hivi hata yeye mwenyewe hayawezi. Yesu na atusaidie sana. Kimsingi, ili tuishi maisha ya kuonyesha upendo wetu kwa Kristo, ni muhimu sana ujue jambo hili, kwamba ili tuishi maisha ya upendo, ya kumuonyesha Yesu upendo katika eneo hili ambalo tunalizungumzia, ni muhimu sana tukajua ya kwamba ili ikae vizuri sana, ni lazima tuonyeshe kwamba hakuna jambo lile tunaweza. Lazima akili zetu zikubali kwamba hakuna jambo tunaweza, hakuna kenye tunaweza fanya. Kama tutaona kuna vile tunaweza fanya na kuna vile hatuwezi fanya, ni kusema kwamba bado tunamhitaji Yesu. Yani we are not showing love to Jesus. Hatumuonyeshi upendo, yani hatumuonyeshi heshima. Upendo unaambatana na heshima, na moja kati ya tabia za upendo tuliangalia tukaona ni adabu. Yani upendo huwezi kukosa adabu. No, Yesu na atusaidie sana. So it's very important, my brother, my sister, to know this. Kama tunampenda Yesu, let us ask him in everything. Tumuulize kwenye kila jambo. Tusikae na vitu ambavyo hivi tunaona tunaweza na hivi hatuwezi. So kuna vitu vinahitaji maombi na kuna vitu vinahitaji akili. Hapana. Yesu na atusaidie sana. Ndio maana hata Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura fulani pale, nasema nafikiri sura ya 16, anasema mtumaini Bwana
wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Usizitegemea akili zako mwenyewe. Sasa ni muhimu sana tukajua kuto kuzitegemea akili ni kumuuliza Mungu kwenye kila jambo. Yesu anatusaidie sana. Yaani hata kama ni mahali unaitwa kwenye huduma, wacha kukurupuka tu, wacha kwenda tu. Uliza Mungu. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kuambia hapo upaswi kwenda. Sio kila mahali ukiitwa tu unakwenda kuhudumu. Kuna mahali pengine unaitwa na Mungu anakataa usiende. Yesu anatusaidie sana. Mimi kuna mahali nimeshawahi kualikwa kwenye mkutano, kaambia twende. Ndio bwana, nataka mtumishi uje ukahubiri. Kaambia ni sawa kabisa. Ni sawa. Wacha niulize baba. Nilipokaa kidogo kwa muda, hapana, nikasikia moyoni haiwezekani na usiende. Na nikaacha kwenda. Yesu natusaidie sana. Ndio, yani si kila mahali utaitwa tu ukaenda. Eti washani huduma. No, kuna mahali pengine Roho Mtakatifu anaweza kuambia acha. Na hata kuna wakati unaweza kuwa unahitajika mahali fulani, uende ukafanya huduma fulani, na hata kama ni maombezi, Roho Mtakatifu akwambia no, usiende. Nisikiliza mtumishi wa Mungu, nikuambie, yani ni muhimu sana tuelewe kwamba tunahitajika kumuuliza Mungu kwenye kila jambo. Yani sio kwamba kuna mambo tunaona tunaweza na kuna mambo tunaona hatuwezi. Yani kwenye kila jambo ni lazima tuonekane hatuwezi, ili Yesu awe muwezeshaji, awe muwezaji wa kila jambo. Yesu na asifiwe. Ukiwa kuna jambo ambalo tunaweza na ambalo hatuwezi, hata akituachia yale ambayo tunaona hatuwezi, itakuwa ni sawa. Maana kama yale madogo tuliona hatuwezi kumuuliza, haya makubwa hata yenyewe hatuna haja ya kumuuliza. Kama tunaweza kufanya haya madogo, hata yale makubwa na tufanye wenyewe. Maana tunauliza yale makubwa, mbona yale makubwa tunaomba? Yesu atusaidie sana. Ndio nataka kuzungumza hivi. Narudia tena kwamba hivi, ya lazima kama tunampenda Yesu na tumeamua kuishi kwake, lazima tumuulize kwenye kila jambo. Yaani kusiona jambo ambalo hili tunaweza. Hili tunaweza. Mtu amepatwa na maumivu ya kichwa, hii hata haina haja ya mambo mingi. Hii hata si mambo mingi, ni painkiller tu na inatosha. Sisi tunapea paracetamol ama headaches. Tunambea paracetamol na mambo inaisha. Si ndio? Anapona. Lakini yakija yale mambo ambayo inawezekana hii tunashindwa kuelewa. Jamani tumishi tuombe. No, listen to me. Yani ni muhimu sana ukajua kama hili kubwa unapeleka kwa maombi, hata lile dogo peleka kwa maombi. Yesu asifiwe sana. Kama katika lile ambalo akili yako haiwezi, komwe limekwama, mahali ambako komwe limekwama ndio unakipeleka kwa Kristo. Huku ambako komwe bado unaonekana naweza, hauhitaji kuomba. No, nisikilize. Unahitaji kuomba Mungu kwenye kila kitu. Kila ambacho komwe linaweza na kila ambacho komwe limefeli. Hatusaidie Mwokozi Yesu. Hata Yesu mwenyewe anasema, aliye mwaminifu kwa lililo dogo anaweza kuwa mwaminifu kwa makubwa, au aliye mwaminifu kwa lililo dogo atakuwa mwaminifu kwa makubwa. Kama si mwaminifu kwa madogo, hawezi kuwa mwaminifu kwa makubwa. Hawezi. Sasa kama hatuwezi kuombea haya tunayoita madogo, hata haya makubwa na tupambane nayo. Ndio, nisikilizeni, akili ya mtu isikudanganye kwa sababu eti unajua tu hii njia yake uwaze ni hapa, na ile nyingine ambayo hujui njia ndio unagaragara kanisani. Na tuulize Mungu kwenye kila jambo. Yesu na atusaidie sana. Ni muhimu sana tuulize Mungu kwenye kila kitu. Narudia na kusisitiza ya kwamba kwenye kila jambo naomba tuulize Mungu kwenye kila kitu. Unaitwa mahali, hata kama ni kazi unaitiwa, pata nafasi yako ya kuuliza Mungu. Pata nafasi yako ya kuomba. Ndio, siyasema ukatae kwenda, lakini uliza Mungu aende na wewe basi. Kama unaona una sababu ya kuacha, basi uliza Mungu aende na wewe. Haleluya sana. Kitu ambacho nataka wewe hiki. Yesu na atusaidie mno. Yaani muhimu sana. Yesu na atusaidie. Yaani muhimu sana wapendwa watumishi wa Mungu tukapata kuelewa jambo hili vizuri. Naomba tusome kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Sura ya mwisho kabisa pale, sura ya 66 mstari wa 2. Anasema hivi, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu
ndiye nitakayemwangalia. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atatemekaya asikiapo neno langu. Hiyo atatemeka tu chini kidogo. Tuangalia hapa hiki hapa. Anasema mtu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge. Maana ya mtu mnyonge ni kwamba, au maana ya unyonge ni kwamba hakuna kitu anaweza, hakuna kitu anaweza kwenye kila jambo. Anahitaji msaada, iwe ni kusonga mahali kwenda mahali, anahitaji msaada. Iwe ni kupata chakula, anahitaji msaada. Mtu mnyonge anahitaji msaada kwenye kila jambo, kwenye kila hatua. Hasa Biblia inasema mtu ambaye Mungu atamwangalia ni huyo mtu aliye mnyonge, maana anayemhitaji yeye kwenye kila kitu. Yesu natusaidie sana kusiona kitu ambacho tunaweza na ambacho hatuwezi. Let me say this again, kwamba mtu asiye na jambo analoweza kufanya na lile ambalo hawezi kufanya, kwamba hili sasa hili la maombi tu, hili la maombi tu, na hili la hospitali. Nisikilize nikuambie kitu, mpendwa mtumishi wa Mungu, siyakataa kwenda hospitali au nini, no, lakini kwenye kila hatua omba Mungu, liombee hilo jambo. Wacha kuona unaweza, wacha kujiamini kwamba unaomba ili inawezekana hapa, kwamba mpaka lishindikane ndio tunapeleka kwenye maombi. No, anzia kwenye maombi. Yaani kabla uende hospitali, anzia kwenye maombi. Sikia, kabla uende mahali fulani, kabla uende kwenye kuchukua ile hela, enda kwanza kwenye maombi. Yaani anzia kwenye maombi, anzia kwa Kristo. Na maana nafika mahali anasema haja zenu nazijulikane na nani? Na Baba. Nazijulikane na Mungu. Sasa ni muhimu sana tukaelewa, wapana tusiishi maisha ambayo hapa tunaweza, hapa hatuwezi. Hapa sio maombi, hapa maombi. No, sisi watu ambao tumemwamini Kristo na tunampenda Yesu, in each and everything prayer. Everything Jesus. Kila kitu Yesu. Kila kitu Yesu. Bwana Yesu na tusaidie sana. Hii ni muhimu sana tukapata kuelewa, mtumishi wa Mungu. Yaani muhimu sana, na Mungu atupe neema katika hili. Maana tukifanya hivi tutatembea ndani ya uwepo wa Mungu majira yote. Hakuna wakati ambao tutaondoka kwenye uwepo wa Mungu. No, kila wakati we will live under the presence of the Lord and under the presence of God every time. Yes, we will dwell under the presence every time. We will be living in the presence of the Lord every time. Tutaishi kwenye uwepo wa Bwana kila wakati. Lakini nje na hapo kuko kuna mambo ambayo tunayaweza, tunatumia makomo yetu wenyewe. Hapo inawezekana uwepo wa Mungu sio pamoja na sisi. Yes, na wakati ambapo makomo imekwama, tunaenda kwa maombi. Uwepo wa Mungu, no, tunapaswa kutembea kwenye uwepo wa Mungu kwenye kila jambo na kuuliza Mungu in each and everything. Haleluya sana. Fikiria mwanamke, jana nilisema mke mzuri na mke bora. Tunajua kuna watu, naomba niliseme, Roho Mtakatifu aliniambia juzi tu hapa, sio siku nyingi. Aliniambia jambo hili kwamba watu wengine unaweza kuwa unaomba kwa habari ya ndoa, yaani unaomba kati yako wewe na mumeo kuwe na mahusiano mazuri kati yako wewe na mkeo, mambo yakae vizuri. Inaweza ikawa vigumu sana kuweza kupata kile ambacho unakitamani au unakitaka. Do you know why? Just because watu wengi wanaombea, hii nimesikia tukizungumza, wanapoomba wanaombea ndoa kama ndoa. Sikia, wanaombea ndoa. Baba, ndoa yangu. Baba, kumbuka ndoa yangu. Listen to me. There is no a best marriage without a best couple. Yes. Best couple, best marriage. Kama unaelewa? Yaani hakuna ndoa bora bila mwenzi bora. Kwa hiyo ndoa bora ni mwenzi bora. Kama mwenzi sio bora, hakuna ndoa bora. So, ninataka kuzungumza. Roho Mtakatifu akaniambia, acheni kuombea ndoa. Ndoa ni taasisi. Na kwa sababu ndoa ni taasisi, taasisi hainaga mtu mmoja, taasisi na mtu zaidi ya mmoja. Taasisi hii ya ndoa inatengenezwa na watu mbili. Hizi watu mbili ndio zinatengeneza nini? Ndoa. Lazima wepo mume na mke, hawa wanatengeneza ndoa. Sasa unataka ndoa bora, wewe ni mke, unataka ndoa bora, ndoa yako itengenezeke, omba, muombe mumeo. Yes, ombea hilo jina individually. Muombe yeye kama yeye. Kabisa, muombe yeye kama yeye. Kama anaitwa Samueli, muombe Samueli kama Samueli, deal na Samueli. Deal na majina yake, deal na yeye. Samueli kama Samueli. Yesu na atusaidie sana.
Sasa hii imekuja tu. Naomba nirudi pale kwenye msingi. Wewe hivi, mke bora lazima ana mambo kadhaa. Jambo mojawapo kubwa kuliko yote, waga hana cha maamuzi yake mwenyewe. Hana maamuzi yake mwenyewe. Mke bora kwenye kila jambo anauliza na kushirikisha mume, yeye ndiye awe mwamuzi wa mwisho. Narudia, mke bora anauliza mume kwenye kila kitu, mpaka matumizi ya mshahara wake. Kweli wewe mwanamke, ni kweli umesomeshwa na baba na mama yako kwenu huko kazura mimba huko, umesomeshwa na baba yako na mama yako ulioacha kazura mimba kule, anaishi huko ulikoacha Unyarugusu, ndio umesomeshwa huko, umekamilika, umekuja na degree lako na PhD lako, umeoa. Yani ukija PhD yako, degree yako weka pembeni, hiyo masters yako weka pembeni, ajira yako weka pembeni. Hapa umeingia kwenye ndoa, umekuja chini ya mamlaka nyingine. Yesu asifiwe. Nasema na wewe mwanamke, lazima ujue unatafuta ndoa bora, lazima ukubaliane na haya mambo. Umekuja, yanarudia tena, umesomeshwa kwenu kule kazura mimba, kule kwenu Unyarugusu huko, umesomeshwa huko, umesomeshwa, umekuja. Yesu na atusaidie sana. Umesomeshwa huko mara ambako hata tupajui, umesomeshwa huko kwenu Tandaguru huko, umekuja, umeingia kwenye ndoa, lipia chini lako weka kabatini na ufungie, linyamaze kimya. Masters yako fungia kwenye kabati yako, linyamaze kimya. Narudia hivi kusema ya kwamba umesoma, ni kweli, una masters yako, fungia kwenye ndoa. Umekuja, una degree lako, una ajira lako, fungia kwenye ndoa. Ni kweli wewe ni manager kwenye kampuni unayofanyia kazi, kwenye shirika lako, ni kweli you are just a manager, yes. Lakini unapokuja nyumbani, umekuja kwenye ndoa, fungia hivyo vitu vyote kule, cheo chako na kila heshima yako, fungia kabatini. Hapa unakuja kwenye mamlaka nyingine. Yesu asifiwe. Kama huwezi kuishi hivyo, elewa na uwe na uhakika, ninakuambia ndoa yako itakuwa na mgogoro mwanzo mpaka mwisho. Narudia tena, if you cannot do this, jiandae kwa migogoro kwenye ndoa. Haitaacha kuwepo migogoro, itakuwepo kila siku. Kwa nini? Kwa sababu hujaamua kuacha. Nisikilize, yani unapokuja kwenye ndoa, jiache nje, sawa? Heshima zako na nini weka nje, weka nje ya ndoa, weka huko mbali. Na wewe unakuja kama mke, hauji kama mwanamke. Ukija kama mwanamke, hiyo ndoa itakuwa na migogoro mwanzo mwisho, haitakwama, migogoro haitaishaga. Kwa nini? Kwa sababu umekuja kama mwanamke na si mke. Kuna tofauti hapa. Yesu asifiwe. Yaani ngoja niseme hivi, mwanamke, naomba uelewe, mwanamke ni kila avae sketi, kila avae gauni ni mwanamke. Kila aliye na manyonyo kwa kifua, ndio. Kila aliye na makaisisi, huyo ndio ni mwanamke. Sasa kuna tofauti kati ya mwanamke na mke. Kwa mke anaishi chini ya mamlaka ya mume, lakini mwanamke anaishi chini ya maisha yake kama yeye, kwa principles za kwao. Yesu na atusaidie sana. Wewe ukazura mimba wako unaweka kule nje, Unyarugusu wako kule, sijui nini kule, hasi kwetu, si bwana. Yesu na atusaidie sana. Kule nje, itikadi za kwenu nje, kila kitu nje. Hatutawaliwagi sisi hatukaliwagi. Sisi tunadharau, dharau zako nje. Hapa umekuja kwenye mamlaka nyingine. Yesu na atusaidie sana. Sasa kama tunataka kuwa kweli watu bora katika Kristo Yesu, ni lazima tuhakikishe heshima na kila aina yoyote ya takataka tulionayo tunaweka nje. Narudia tena, lazima tuweke nje ya Kristo, lazima tuweke mbali na maisha yetu, lazima tuweke mbali. Tumeshakubali kutawaliwa na Kristo, lazima hivyo vitu vingine vyote, heshima na masomo na nini na kila kitu, weka nje. Huku kwa Kristo tunauliza kwenye kila jambo. Yes, you are a doctor professionally. Yes, you are a specialist. Yes, it's okay. But unapokuja kwa Kristo, yani uspecialist wako weka nje. Yes, you are specialist, unaweka nje. Ule specialist wako unaweka nje, unaweka huko. Wewe
weka nje huku. Ni Kristo ndiye atakayekuwa msemaji na mwamuzi wa mwisho kwenye maisha yako. Kama sio hivyo, bado you are not loving Jesus. Na Yesu hayuko tayari kufanya kazi na watu wa namna hiyo. Na ndio maana mke mwenye tabia za namna hii, ambaye hawezi kukaa chini ya mamlaka ya mume, elewa, yani kila siku ni fujo kwenye ndoa au vinginevyo, ndoa itavunjika. Na moja kati ya sababu zinazoleta shida kubwa sahihi, kuna tatizo kubwa la divorces, nini zinaitwa talaka. Na sababu kubwa ya talaka ni ubabe wa wanawake. Ndio, anamekuwa korofi. Mtu wa saa hataki kutawaliwa tena. Na hii inapelekea wanaume wengi wanakuwa na mipango ya kando. Yesu na atusaidie sana. Ni moja kati tutakuja kuiangalia kule mbele vizuri. Mungu atatupa neema hii katika jina la Yesu. Haki nataka uelewe kwamba kinachosababisha hii. Sasa mara nyingi sana, kwa nini tunakosa kutembea na uwepo wa Mungu? Ijapokuwa tumemwamini Yesu na tunakuwa waombaji, ni kwa sababu kuna vitu bado tunashikilia. Kuna vitu vyenye tunaweza na kuna vyenye hatuwezi. Hasa ni lazima tuhakikishe kwamba makomo yetu yanatuambia we cannot do anything. Hatuwezi fanya chochote. Ati kwamba hakuna kile tunaweza isipokuwa Yesu peke yake. Kama mioyo yetu na akili zetu hazitafika hapo kwamba hakuna kenye naweza, kama hatutafika mahali pa kwamba hakuna chochote ninaweza, ni Yesu peke yake ndiye anaweza, bado itakuwa vigumu sana kutembea na uwepo wa Mungu. Lazima ifike mahali tukubali ni kweli hakuna kitu naweza kufanya. Sikia niwaambieni kitu. Mwanamke, hata kama una mshahara wa bilioni 5, hata kama una bilioni 5, linapokuja swala mume, hata kama hana mshahara, umekubali kuolewa na yeye, weka fedha mezani, matumizi yapangwe na yeye aridhie. Asipokubali, tii sheria. Ulikubali kuolewa naye, otherwise achaneni mapema. Yesu na atusaidie sana. Ni muhimu sana tukaelewa. Ni muhimu sana tukaiweka hivi vizuri, mtumishi wa Mungu. Naomba Mungu na akupe neema katika jina la Yesu. Bwana akupe kuelewa katika hili. Ni muhimu sana tukapata kuelewa. So tumeona mambo kadhaa hapo. Naomba ufahamu vizuri kabisa kwamba maisha yetu yanamhitaji Kristo mwanzo mwisho. So tusiwe na mambo ambayo tunayaweza na ambayo hatuyawezi. Naomba tuulize Mungu kwenye kila kitu katika jina la Yesu. Our Father in heaven, this morning again we thank you, Lord. We thank you for this very, very good and sweet time you gave us. Our Father, we thank you for this time. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu katika jina la Yesu. Tunalibariki jina lako takatifu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza. Just pray. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, asubuhi ya leo tunasema asante kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi, Bwana. Baba, tunakutukuza na kukuinua sana kwa sababu hakuna na wala hata tokea Mungu kama wewe, Bwana. Baba, katika alfajiri hii ya leo, Mungu wetu na Baba yetu, tumekuja tena mfalme. Bwana wangu, tunakuomba ya kwamba Bwana, tunaomba tena neema yako mfalme katika alfajiri ya leo. Baba, tunaomba neema yako iliyo ya pekee na ya ajabu sana, ambayo Bwana katika hii neema mfalme tunatiwa nguvu na kusonga mbele tena Bwana. Katika hii neema mfalme tumepata kibali. Katika hii neema Bwana, mabwana Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu umekuwa kitutokea. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Bwana tunakutukuza na kukuinua majira haya. Asante Bwana kwa sababu ya watumishi wako wengine ambao wameungana nasi katika mtandao Bwana kwa njia ya Facebook. Asante kwa sababu ya mtumishi wako Ebeneza Ayo. Asante kwa ajili yake Bwana. Baba, ninaomba ambao kaendelee kumpa neema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Maana Bwana ameungana pamoja nasi katika maombi haya asubuhi ya leo Bwana, katika mapambazuko ya kizazi cha wakutafuta wewe Bwana. Baba, asante kwa sababu ya mapambazuko haya katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, katika haya mapambazuko tunaomba neema yako kwamba Bwana na iwe pamoja nasi Bwana katika alfajiri hii ya leo. Neema yako Bwana na ionekane juu yetu tena kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba ya kwamba neema yako na iwe juu yetu Bwana kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Neema yako Bwana iliyo ya pekee na ya ajabu na iwe pamoja nasi Bwana. Baba, tunaomba kibali machoni pako katika alfajiri hii ya leo. Baba, tunaomba kibali kwako kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakusihi ya kwamba mfalme wa utukufu na Baba yetu Bwana ukadhihirike
katika maisha yetu Bwana. Baba, tunaomba kuona uwepo wako katika maisha yetu Bwana mabwana. Baba, tunajua ya kwamba ulipokubali kwenda msalabani Bwana kuifanya ile kazi kubwa ya ajabu ambayo imedhihirisha neema na upendo mkubwa mno katika maisha yetu, mfano wa utukufu Bwana mabwana, Mungu mwenye haki, ni kweli uliyefanya ile kazi kwa namna ya pekee. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu mtakatifu, tunakusihi Bwana ukatutengeneze tuwe matokeo ya ile kazi, tuwe matokeo ya kazi ya msalaba katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Maana Bwana, katika ulimwengu huu kuna wakati tunaishi maisha ambayo si matokeo ya kazi ya msalaba. Baba, tunaomba neema yako Mfalme, kwa jina la Yesu alfajiri hii ya leo Bwana, kwamba ukatufanyie matengenezo, Baba ukatufanyie matengenezo kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana ukatutengeneze tukawe matokeo kamili ya kazi ya msalaba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, Baba ninakuomba ya kwamba Bwana ukatutengeneze, tengeneza Bwana mtu mmoja mmoja katika jina la Yesu aliye hai. Bwana mabwana, tunaomba uweza wako, tunaomba nguvu zako, tunaomba neema yako ewe juu yetu Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana ukadhihirike ndani yetu, tunaomba Bwana ukatutengeneze kabisa vile upendavyo kwa jina la Yesu aliye hai. Hata uweza, hata nguvu, hata mamlaka yako itende kazi ndani na katikati yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tunakuomba ya kwamba ukadhihirike Mfalme Bwana, ukitenda uyapendayo, ukitenda uyatakayo ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, Bwana wangu, naomba sana neema yako Bwana, wote ambao Bwana Bwana, Bwana asubuhi ya leo Bwana utafuta uso wako Baba, tuko mbele zako Mfalme, tunakuomba Bwana kama ulivyoahidi kwenye 14:23 Yohana mtakatifu ya kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Baba, tunaomba ukafanye makao yako ndani yetu na uwepo wako utembee nasi, tukufuke Bwana, ukatufunike, tusio watu wa kawaida, tusio watu wa kawaida. Jehova, ninakuomba kwa ajili ya watoto wako wote walioko mahali Bwana karibu na mbali, wale ambao wamejiunga kwa njia ya mtandao Bwana mbalimbali, ila mtu kwa jina lake Yesu, ninaomba neema yako iwe juu ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Uwezo wako, nguvu zako nazitamalaki Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu mtakatifu, Baba yangu na Bwana wangu, ninakuomba Yesu kadhirika kwenye maisha ya watoto wako, dhihirika kwenye maisha yao. Roho Bwana, ninakuomba ukadhihirike kwao, dhihirika wewe Bwana. Bwana Mungu mtakatifu, Bwana tunakuhitaji wewe, tunaomba neema yako Mungu mtakatifu, nakuomba dhihirika kwa watoto wako wengine Bwana katika nyumba zao baada ya alfajiri ya leo, katika nyumba zao haina muungano nasi Bwana kwa njia za mtandao kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, naomba kadhirike hapo kwenye hivyo vyumba, naomba Bwana isiwe hali ya kawaida, naomba uwezo wako na uonekane Bwana. Aina yoyote ile ya usumbufu, aina yoyote ile ya matatizo na shida yote iondoke ndani yao, iondoke kwenye mazingira yao, iondoke kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Naomba uwezo wako na utembee kwanza kwenye utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu Mfalme. Roho Mtakatifu nakuomba tembea ndani yao Bwana kwa nguvu yako kwa jina la Yesu. Chochote ambacho sio cha kwako kwenye maisha yao nakiondolewe Bwana, kila namna ya giza ambayo imevamia maisha yao, ile namna ya giza kwa jina la Yesu naliondolewe ndani yao, naliondolewe kwenye maisha yao, naliondolewe Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakemea kila uharibifu wote ule adui kwenye maisha yao, ninakemea kila uharibifu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nakuomba tembea katikati yao, ponya Bwana, ganga, ondoa kabisa ile giza Yesu, nakuomba Bwana neema yako na itamalaki, nakemea kila uharibifu wote ule kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba Yesu katawale, Yesu tamalaki maisha yao, tamalaki Bwana, tamalaki Mfalme kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba fanya upya ndani yao, fanya upya ndani yao Bwana, nakuomba fanya upya ndani yao kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yesu, ninakuomba rikapo kwa jina la Yesu, ratatapo yakarandabo kwa
jina la Yesu aliye hai. Rimariandarabosaka karapashaka kwa jina la Yesu. Roho Bwana kuomba, tembea ndani yao, tembea Bwana, ukafanya marekebisho, ukafanya mageuzi makubwa ndani yao kwa jina la Yesu. Fanya mageuzi makubwa, fanya mageuzi ya Bwana wale ambao wamekata tamaa, hata wewe inakuaje kwa jina la Yesu. Naomba Bwana inua mioyo yao tena. Wengine wamepitia majaribu mazito, yamekuwa makali, hata wewe itakuaje, hata wajui nini kinaendelea. Akili zao zimechoka, mioyo yao imechoka, wameinama, wanatamani hata kuacha njia hii ya imani ya Bwana. Yesu tunakuomba Bwana, tokea kwao kwa jina la Yesu, tokea kwao. Inua mioyo yao tena, inua tena mioyo yao Mfalme, katika jina la Yesu. Inua tena mioyo yao Mfalme, inua tena kwa jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana kuomba, shughulika nao, shughulika na watoto wako, shughulika nao Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Shughulika na maisha yao kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuomba Bwana katika jina la Yesu. Pray everybody, omba kwa jina la Yesu. Omba hata neema ya Bwana wetu yako. Ni mapambazuko ya ajabu asubuhi ya leo, ni mapambazuko ya ajabu, mapambazuko kwa jina la Yesu. Bwana, mwanga wako na uwazukie, ile giza liondolewe. Mwanga wako, nuru yako na iwaangazie, nuru yako na iwaangazie, iangazie kazi zao, iangazie maisha yao kwa ujumla, iangazie Bwana uchumi wao, iangazie Bwana familia zao, iangazie watoto wao, iangazie watu wako. Nuru yako na iangazie watu wako. Ile giza ambalo adui wamejaribu kulipandikiza kwenye maisha yao, ile giza likaondolewe, ile giza liondolewe kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu nakuomba, ile giza na liondolewe, ile giza na liondolewe, ile giza na liondolewe. Wewe giza umetoka wapi? Nani amekuagiza? Kwa jina la Yesu. Ule aliyekutuma rudi kwake kwa jina la Yesu. Unakurudisha nyuma, ondoka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo uchumi wao utaangaziwa na nuru ya Bwana kwa jina la Yesu. Nuru ya Kristo inaangazia uchumi wao, inaangazia watoto wao inaangazia familia zao, inaangazia ndoa zao, inaangazia wake na waume zao kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nuru ya Kristo inawaangazia katika jina la Yesu. Kila kazi yote adui inavunjwa leo, na haitasalia, haitabakia roho za ukumba, kukosa uzao kwa jina la Yesu. Tunazikemea, tunazikemea, tunazikemea. Toa kaondoka, toa kaondoka, toa kaondoka. Achia tumbo la huyo dada, achia tumbo la huyo dada kwa jina la Yesu. Hizo roho za kukosa watoto, hizo roho za ukumba kwa jina la Yesu, inakuamuru achia. Fanya haraka katika jina la Yesu. Toa katia, toa kaachia hiyo kazi ya adui inafanywa kwenye kizazi. Toa kwa jina la Yesu haraka. Una mamlaka ya kukaa hapo kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana kuomba, Bwana fungua kila vifungo, fungua kila vifungo, fungua kila vifungo, vifungo vyote vya adui kwenye ile tumbo. Toa kwa jina la Yesu, toka hivyo vifungo vya adui, toa. Una mamlaka katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hivyo vifungo ondoka, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Achia haraka, achia haraka, mwachie dada, mwachie dada, achia, 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 achia upande wa kushoto, achia upande wa kulia wa kizazi hicho kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nakuomba, pita ukarekebisha ile mambo, pita ukarekebisha hali ya mambo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nakemea ile uharibifu wote wadui waliofanya na upinga katika jina la Yesu. Wako wengine Bwana hata wamekata tamaa. Yesu tunakuomba, Bwana chipusha tena, chipusha tena, chipusha tena, chipusha tena, inua tena kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, inua tena, inua tena, inua tena katika jina la Yesu aliye hai. Inua tena Bwana, chipusha tena Bwana, chipusha tena Bwana, inua tena Bwana kwa jina lenye nguvu la Yesu. Omba, omba, omba kwa jina la Yesu. Inua tena, inua tena hata kama ulikata tamaa. Inua tena Mfalme kwa jina la Yesu aliye hai. Inua tena Bwana. Baba ninakuomba, inua tena Mfalme, wainua tena katika jina la Yesu. Naomba Bwana chipusha, wapa uzao wa kiume na wa kike. Wako wengine Bwana wamekata tamaa kwa habari ya uchumi wao, mambo yanaenda vibaya.
biashara inaporomoka, hata uelewi taji unaenda wapi. Yesu tunakuomba, ingilia kati kwa jina la Yesu. Intervene the life, intervene the economic life in the name of Jesus. Bwana, maisha ya kiuchumi ingilia Bwana. Yesu nakuomba, rekebisha hali ya mambo, rekebisha hali ya mambo katika jina la Yesu. Bwana, rekebisha hali ya mambo, geuza Bwana, geuza Bwana, geuza Bwana, geuza Bwana kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba pendo hali ya mambo, geuza Bwana. Yesu nakuomba, Bwana, wape neema kwenye uchumi wao, wape neema katika jina la Yesu. Ukawainue tena, wape kuendelea mbele, wape kuendelea mbele, wape kufanikiwa zaidi ya hapo kwa jina la Yesu. Naomba wape kufanikiwa, wape kupata fedha zaidi. Bwana, wape kupata kwa jina la Yesu. Wakumbushe yatakapowapa wasikusahau wewe katika jina la Yesu. Naomba neema yako Mfalme na iwe pamoja nao. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba ukawalinde, watunze mikononi mwako kwa jina la Yesu. Acha neema yako itembee na wao, acha uwezo wako utembee na wao. Wengine wamepoteza kibali kazini, kwenye ofisi zao wanazofanyia kazi wamepoteza kibali. Yesu naomba warudishiwe kibali, warudishiwe kibali. Yesu, pokea kibali tena, pokea kibali tena alfajiri ya leo, pokea kibali tena kwenye haya mapambazuko kwa jina la Yesu. Pokea kibali. Bwana akupe kushinda, Bwana akupe kushinda, Bwana akupe kushinda, Bwana akupe kushinda kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, pokea kushinda tena, pokea ushindi, pokea ushindi. Songa mbele kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba alfajiri ya leo, naomba Bwana ukae pamoja nao, naomba ukawalinda watoto wako wanapoingia na wanapotoka. Mfalme, Baba yangu, nakuomba ukatembee na wao Mfalme, ukawalinde Bwana. Usafiri wanaotumia kwenda kazini majira haya Bwana, wengine wanatoka mapema. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba ukae pamoja nao, na wengine tayari inawezekana wako kwenye magari ya usafiri wao wakielekea kwenye maeneo yao ya kazi. Bwana, wengine wanawahi sana. Roho Mtakatifu, ninakuomba tembea na wao huko, tembea na wao Bwana. Baba, ninakuomba tembea na wao Mfalme, ukawaongoze wafikishe salama Mfalme, na kuwarudisha nyumbani jioni salama kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mitego ya adui iteguliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka achie, toka achia hizo nyavu zilizotegwa kwenye mbele njia zao, toka, hatua zao hazitanaswa kwa jina la Yesu. Lakini Yesu, naomba waongoze na kuwafikisha, ukawarudisha salama, wape kibali, wakang'ae kama nyota kwa jina la Yesu aliye hai. Mitego na majaribu yote yaliyotegwa kazini ya kuharibia kazi kwa jina la Yesu yasifanikiwe kuanzia leo. Let your grace be upon them in the name of Jesus, and let your power be with them in the name of Jesus. Our Father, we thank you. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Bwana akubariki na kukuongeza, akulinde na kuangazia nuru ya uso wake. Bwana akubariki na kukufadhili. Uwe mtu uliyefanikiwa. Wewe sio mtu wa kawaida. Umeamka na mapambazuko haya, wewe sio mtu wa kawaida. Acha neema ya Mungu itembee na wewe unakoenda leo. Bwana akakufanikisha katika jina la Yesu. Acha uione tofauti ya kuanza na Bwana katika mapambazuko haya. Mungu akubariki sana sana kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. See you next time. See you when you see me. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Basi tumemaliza ibada alfajiri ya leo. Naomba, kwa sababu tunajua wengine wanawahi makazini, naomba nitoe matangazo haya machache kwamba muda si mrefu tutakuwa na tutatangaza semina hapa katika siku kadhaa, wiki kadhaa ama miezi kadhaa ijayo mbele. Tutatangaza semina hapa ambayo ni maalum sana kwa ajili ya watu wa Mungu ambao ni wa thamani sana, walioamua kumtafuta Kristo Yesu. Kuna semina moja ambayo nasikia tuifanye, na tutaifanya kwa vile ambavyo Mungu atatupa neema na kwa vile ambavyo yeye mwenyewe atataka tuwe nayo. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mzuri. Kwa tutakapotangaza semina, kama kwa maeneo ya karibu, unaweza kufika, lakini pia tutatoa location na tutatoa utaratibu wote jinsi itakavyokuwa. So get ready, keep the fire burning. Acha moto uendelee kuwaka in the name of Jesus.
Amen. God bless you.